Kwa wanayosubiri sisi tulegelege kwenye kutumia dola, kubaki kwenye dola, watasubiri sana. Huo ndio ukweli, sio wa Tanzania, sio wa CCM. Kokote, hata Trump leo kumuondoa ngumu. Approval rating ya Trump sasa hivi ni over 50. Ni yuko mnasema Trump anaua Marekani, kule wa Marekani wanasema huyu ndiye jembe baba lao. Kuna nafuu kubwa na faida kubwa chama kilichoko madarakani kutumia nguvu za dola kufanya mambo ya kujenga imani kwa wapiga kura ili kiweze kubaki madarakani. Na mimi kila siku nikiamka naangalia upenyo wa kutumia dola kubaki madarakani. Ndio kazi yangu. Ukidhulumu mtu nikajua, natafuta dola ishughulikie mtu aliyedhulumu ili nibaki madarakani. Kutenda haki kwa kutumia dola kuna kufanya chama kibaki madarakani muda mrefu kwa kuaminika. Kusimamia rasilimali kwa kutumia dola, kukusanya kodi kwa kutumia dola, kupanga mipango ya maendeleo kwa kutumia dola, kuna kufanya ubaki madarakani. Na kwa kweli zamu hii nina hakika ya kushinda uchaguzi kwa sababu nitatumia dola barabara. Aliye na dola ananufaika na dola hiyo kubaki madarakani. Huo ni ukweli. Hata Chadema ikiingia kwenye dola, kuiondoa kwenye dola utakuwa ni uzembe wake, kwa sababu ana nafuu na faida ya kuwa na dola. Kinachotakiwa usitumie dola vibaya kunyanyasa washindani wako. Lakini kama unataka kutumia dola kuwavuta watoke waliko waje kwako, si ni sawa kwenye vita unateka vifaru, unateka bunduki, halafu unatumia vifaru hivyo hivyo unakwenda kushambulia. Tutaitumia sana dola kubaki madarakani, ili mradi ni kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria na kwa manufaa ya wananchi. Watafanya hivyo ACT wakiingia madarakani, wakafanya hivyo CUF, watafanya hivyo Chadema. Ndio maana hata mimi ukatibu mkuu wangu ni tofauti na ukatibu mkuu wa mwingine, kwa sababu ni katibu mkuu wa chama kilichoko madarakani. Nimeshasikia mwingine anasema yeye hawezi kuzungumza na mimi, saizi yangu ni katibu mkuu wake. Huyo mwingine anayesema ana mbunge huyu mmoja. Sasa wewe una mbunge mmoja, katibu mkuu wako kweli alingana na katibu mkuu wa mwenye wabunge 200. Uongo huo. Hiyo ndio inaitwa incumbents advantage. Ni dhana iko duniani kote.